tuandikie kafu, unajua fai sisi tuandae AFCON, hatuko salama si nini. Guys, michezo ndiyo inaunganisha watu. Jamii hata zilizofarakana, inapokuja michezo, inapokuja mpira, kuna wakati wanasimamisha mifarakano yao kupisha matukio makubwa ya kisports na kiburudani. Kuna mitifuano ya kisiasa kwa nchi jirani ambazo zinashiriki, tutashirikiana kuandaa AFCON. Sijawahi kuona mwanasiasa wa hizo nchi akizungumzia matatizo yaliyopo ndani kuyahamishia kwenye AFCON. Sijawahi. Tena wana mitifuano kuliko sisi, hatuwawezi hata robo. Kila siku ni sekeseke tu kwao. Wao siasa ni asubuhi, mchana, jioni. Lakini huwezi kukuta opposition au mtu wa nani asema unajua AFCON haifai kuja hapa kwa sababu sisi tunatifuana. Hao tuandikie FIFA kwanza na deal na vyama vya siasa. FIFA ipi hiyo? Marekani na Iran, mnajua nini? Wamepandisha bei ya mafuta duniani kwa sababu ya migogoro wao na vita vyao. Lakini Marekani akaba bwana, wewe Iran usije hapa kushiriki, hana mamlaka. Au World Cup FIFA sasa bwana. Sisi wengine tumezishuhudia nyakati tofauti za wakuu wa nchi. Mnyonge huyu mnaomuita mnyonge katika hili ni sio mnyonge, ana utashi wa kisiasa. Mimi nishasafiri na timu ya taifa ya vijana under 17 kutoka Dar es Salaam mpaka Bulawayo. Mzee Karigo ulikuwa Bulawayo Harare? Harare mwaka 2004 tunafuzu ile, baadaye tukanyang'anya nafasi ya kushiriki kosa la Nurdin Bakari kwa basi. Dar es Salaam mpaka Harare kwa basi na timu yetu, sio mie peke yangu, na timu ya under 17. Yaani mkata hapa Mbeya Tunduma mnapita siyo kinani Lukapili mpo, yaani mnatembea na mpaka mnafika Hoi. Mzee Karigo wakati alikuwa Zimbabwe ndio kaja kutupokea. Huyu kwa kwenye timu ya taifa muda mrefu sana. Yeye ndio katupokea, yeye mwenyeji pale, ndio hivi hoteli hapa tukawafunga pale. Goli 3 nakumbuka. Na ndio kwanza Mzee Tenga anapata urais wa TFF. Nadhani ndio competition yake ya kwanza. Tumeenda kule kwa basi. Leo timu ya taifa inaweza kwenda Zimbabwe kwa basi. Na kuulizeni nyie, timu ya taifa mshasikienda kwa basi inakata mbuga Arusha tu. Watu, ladies and gentlemen, Afrikenda haikai guest. Unajua kuna wakati ni vijana nie, kuna wakati timu ya taifa ilikuwa inaenda kucheza na Kenya. Katibu mkuu wa FAT wakati ule alikuwa anaitwa Mwina Mohamed Seif Kaduguda. Wala hizi tiketi nakumbuka fadhila ya mzee yule alikuwa anamiliki Scandinavia. Ndio kutupiga 3-0 pale Kasarani. Kina Dennis Oliech. Pale boda na manga wametukalisha, tumevuka huku kwetu kwao wametukalisha masaa. Waulizeni hao wachezaji waliokuepo hapo kina Pawasa, ulizeni hao miaka yenu nyie ambayo mshaanza kupata akili, kina Pawasa, kina Sedi Swedi, kina Costa. Zamani kipande cha barabara kutoka Dodoma mpaka Singida ile kilikuwa kipitiki. Kwa hiyo ukitaka kwenda Mwanza ilibidi utoke Dar es Salaam mpaka Arusha mpaka Nairobi unapita mpaka
kwenye miji yao, unapita nakumbuka Kisii, unakuja mpaka Sirari boda, unatoka Sirari unakuja Musoma, ndio unakuja Mwanza. Timu ya taifa ile tunakatiza na mbuga. Kina Machupa wale. Mimi mwandishi bado. Mwanza tu hapo. Inabidi upite ya tennis. Kila kitu imefanya serikali. Gharama zote hakuna mtu aliyekuandika. Na kuna mashindano mengine yanafanyika Cote d'Ivoire mwezi ujao ya tennis ya wanawake. Serikali inagharamikia kila kitu, including preparation za kwenda huko. Leo timu yetu ya taifa ya wanawake iliyopo Morocco, Twiga Stars, ikiingia mfano robo finali, na Mungu inshallah atasaidia itaingia au nusu au ikenda kubeba kombe, serikali ikionekana pale, au ingekuwa wapi siku zote? Kwa nani aloipeleka ile timu kule? Nani anagharimikia kule? Sasa iwe dhambi kwamba hii serikali hii iingie gharama ya kusafirisha timu, posho zao na kila kitu, lakini timu ikifanikiwa labda kwenda robo finali ikionyesha kwamba inaendelea kuunga mkono kwa kuendelea kupeleka hamasa na kwa support, ni dhambi. Nataka niiweke vizuri. Nchi hizi zetu zinazoitwa zinazoendelea, ambazo zimefanya vizuri kwenye sekta ya michezo, ni zile ambazo kiongozi mkuu wa nchi awe na hiyo political will, utashi wa kisiasa kwenye hiyo sekta, hususan hii ya michezo. Tumeona, tuwe mfano mataifa mengi tu. Mataifa unaosikia yanafanya vizuri kwenye sports wakati ule miaka ya nyuma, Daniel Arap Moi, Mungu amrehemu, rais wa Kenya, alikuwa anapenda sana sports. Aliwekeza sana kwenye riadha. Ndo haya matunda mpaka leo Kenya wakija mpaka kwenye NBC Marathon wanachukua namba 1 mpaka 5. Na miaka ile Kenya ilikuwa ishikiki. Waliandaa mpaka All African Games mwaka 1987. Ni political will ya kiongozi mkuu wa nchi. 1996 ilibaki kidogo waandae AFCON tena peke yao. Kulikuwa na political will ya kiongozi mkuu wa nchi. Anaelekeza pesa hizi ziende kugharamikia timu ya riadha, timu ya swimming. Wakishinda wale medali au wakifanya vizuri, wakiitwa na Ikulu au serikali kusema naenda kuongeza nguvu, serikali ilikuwa wapi siku zote? Nani kawaambia? Mnajua nyinyi kwamba timu ya taifa hizi inacheza huko Commonwealth? Mnajua timu iliyoko kule Morocco imegharamikiwa na serikali? Kuandaa mashindano kwa mfano kama AFCON, ni lazima kuwe na political will ya rais. Bila kufanya hivyo utapiga mark time. Kama usema bwana, hizi pesa hizi tunazopeleka timu ya taifa Glasgow au timu ya long tennis Congo Brazzaville, hizo zitoeni hapo, kanueni mbolea, au kuna kipande cha barabara kakimalizieni cha Mtoni kwa Aziziali. Ungeweza kusema yeye namba 1 kwenye nchi, anaelekeza pesa ziende kwenye sekta ya michezo. Lakini akielekeza au serikali ikiamua sasa itoe ndege kwenda kusupport, kwa mfano kesho kutwa Twiga Stars kesho wanacheza na Burkina Faso, wakishinda maana yake advantage kubwa kwenda robo finali. Waziri akatoka akawapongeza na akasema tutakwenda kuongeza hamasa. Mlikuwa wapi siku zote? Sasa tulikuwa wapi? Kwani ya maandalizi kayafanya nani?
Yaani tulikuwa wapi? Hiyo serikali ilikuwa wapi? Kwani nani kawapeleka kule Moroko? Kuna mtu katoa pesa zake mfukoni kwake kasema bwana hizi hapa. Serikali hii. Hatutaki lugha ya mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Serikali inatimiza wajibu wake. Kwa hiyo inapofanya mambo mengine kwa ukubwa wake, ndio dunia, yani ndio mifumo ya kidunia. Ukifanikiwa kufuzu hapa, support inaongezeka, Ndio hata timu zetu Yanga, Simba, mnaona support wa kufika mbali zaidi. Serikali ishatoa ndege kwa club hizi. Kwa nini hawakutoa mbona raundi ya kwanza? Lakini wamefika hapa kwenye level ya final. Si utoe ndege. Asa mimi niwaombe wanahabari, kinachofanywa na serikali hii kwa hivi sasa tunatakiwa tukiunge mkono, hususan kwenye eneo hili la michezo. Mimi nimekuwa kwenye mpira miaka mingi, nimeona, nimeuishi. Kuna wakati hapa timu ya taifa hii ya mpira wa miguu, senior team, ilikuwa inakaa hapo Salvation Army. Mzee Karigo anakumbuka hapa. Jeshi la Wokovu. TFF wanachanga huku, wakati Fatu wanahangaika huku, Leo timu ya taifa inakaa mpaka Johari Rotana. Imagine ndugu zangu. Kuna political will ya serikali tokea na anaendelea kutokea katika miezi ya karibuni. Watu wengi hudhani kwamba serikali huwa inajitokeza pale tu panapokuwa na mafanikio. Baadhi ya watu, hususan kwenye sekta ya michezo, na niliona hiyo ndio nikapiga mizinga huko, nikapata tiketi. Yani ile ni moja ya tukio kubwa, moja ya event kubwa kabisa, ambao sikuwahi kuota kama kuna siku Tanzania inaweza ikahost. Chini ya utawala wa Dr. Samia Suluhu Hassan, mwakani tuna host Miss World, kitu ambacho hata sikufikiria. Miss World. Sisi kuandaa Challenge Cup tu hapa ilikuwa ni mtihani. Tunaenda host AFCON. Na ni kwa sababu tu ya ile diplomasia za kimichezo. Naiona siku moja AFCON ikija tena huko Afrika Mashariki, Tanzania peke yake ta host. Leo mji kama Dodoma umechangamka, umekuwa. Juzi nimeambiwa watu 15,000 tulikwenda kukimbia pale. Mehost watu wangapi? Wageni. Najenga uwanja pale. Changanya na miji mingine mikubwa. Kenya, Mbeya kwa mfano, ukiamua nao wajenge uwanja, serikali ijenge, unakwenda kuandaa wenyewe tu. Naweza. Tuna uwezo kabisa. Tuna uwezo bila wasiwasi. Mwanza. Chukulia miji kama Mwanza, Dodoma, Mbeya, plus Zanzibar, Arusha, Dar es Salaam, miji 6 ambao ni proper. Ni bado tu uwanja pale basi. Infrastructure iko vizuri, tunaweza. Sasa nimeona mahali wa mtu kasema, unajua labda tuandikie FIFA, tuandikie CAF, unajua fai sisi tuandae AFCON, hatuko salama si nini. Guys, michezo ndiyo inaunganisha watu.
jamii hata zilizofarakana, inapokuja michezo, inapokuja mpira, kuna wakati wanasimamisha mifarakano yao kupisha matukio makubwa ya kisports na kiburudani. Kuna mitifuano ya kisiasa kwa nchi jirani ambazo zinashiriki, tutashirikiana kuandaa AFCON. Sijawahi kuona mwanasiasa wa hizo nchi akizungumzia matatizo yaliyopo ndani kuyahamishia kwenye AFCON. Sijawahi. Tena wana mitifuano kuliko sisi, hatuwawezi hata robo. Kila siku ni sekeseke tu kwao. Wao siasa ni asubuhi, mchana, jioni. Lakini huwezi kukuta opposition au mtu wa nani asema unajua AFCON haifai kuja hapa kwa sababu sisi tunatifuana. Hao tuandikie FIFA kwanza wana deal na vyama vya siasa. FIFA ipi hiyo? Marekani na Iran, najua nini? Wamepandisha bei ya mafuta duniani kwa sababu ya migogoro wao na vita vyao. Lakini Marekani akaba bwana, wewe Iran usije hapa kushiriki. Hana mamlaka. Au FIFA sasa bwana